kuhakikisha kwamba ofisi ya waziri mkuu inakuwa mfano wa kufikisha elimu ya VVU na ukimwi kwa watumishi wote, hasa katika kipindi hiki ambapo jamii inakabiliana na masuala mengi, sio tu VVU na ukimwi, lakini pia magonjwa yasiyoambukiza, ambapo kwa takwimu za dunia jambo hili la magonjwa yasiyoambukiza limekuwa ni changamoto kubwa. Hivyo linahitaji kwanza kuwa na uelewa wa namna ambavyo tunahitaji kubadili tabia zetu, namna ambavyo tunahitaji kukabiliana na mazingira ambayo yanasababisha tuingie kwenye matatizo ya magonjwa yasiyoambukiza, ambayo sasa yanakwenda sambamba na namna ambavyo tunajikinga na swala la ukimwi. Aidha, mafunzo kwa waelimisha rika kila mwaka ni muhimu ili kutathmini hali ya utekelezaji wa mwongozo pamoja na kubaini changamoto zinazojitokeza wakati wa utekelezaji, pamoja na kuweka maazimio ya namna bora ya kudhibiti magonjwa katika idara na vitengo vyetu. Hivyo mafunzo haya yatakuwa na mada muhimu ambazo zitatufanya kujipanga vizuri kwenda kutoa elimu kwa watumishi wenzetu ambao wanatutegemea sisi kama wawakilishi wao, kama champion katika eneo hili. Na elimu hii ambayo inatolewa leo inalenga kutujengea uwezo katika namna ambavyo tutaweza kwenda kuwawezesha watumishi wenzetu kuhakikisha kwamba wanakuwa na uelewa wa kutosha kuhusu masuala haya ya VVU na ukimwi, lakini magonjwa yasiyoambukiza. Elimu hii inatolewa kwa sababu kwenye mazingira yetu tunajua jambo hili limeendelea kufanyika kwa kipindi kirefu, lakini kumekuwa na mabadiliko mbalimbali ambayo yanajitokeza. Kwa hiyo kuna mabadiliko ya mbinu, kuna mabadiliko ya kimazingira, kuna mabadiliko ambayo yanatokana na sera, miongozo tunayotekeleza. Hivyo ni vema tukafahamu elimu tutakayokuwa tunaitoa sasa kwa watumishi wenzetu iendane na mazingira ya sasa, iendane na miongozo tulionayo sasa, iendane na namna ambavyo kama taifa tunakabiliana na swala la VVU na ukimwi na magonjwa yasiyo ya kuambukiza katika mazingira tulionayo leo. Tofauti na kipindi kile wakati gonjwa hili au tatizo hili la ukimwi lilipokuwa linaingia miaka ile ya